Leo tarehe 8 mwezi wa 5 2026, utabiri wa mechi zifuatazo: Tabora na Azam, Namungo na Mashujaa, TRA na najua nyinyi mnaelewa. Nilisema sitoweka utabiri wa timu za Tanzania kutokana na watu ambavyo wana tabia, lakini leo nina imani kutokana na namna ambavyo nataka nifanye juhudi. Kuna kitu nitawaonesha hapo, kwamba kwa nini nimejiamini kuzitoa hizo, na ule utabiri nitakaoutaja leo ndo huo. Naonesha kitu mara moja. Kuna kitu nitawaonesha. Umeona hizi hapa, ngoja nikuoneshe kwa umakini. Hizi fundo la kwanza, ili hapa, ili fundo la kwanza. Fundo la pili, ili hapa, afu ili fundo la tatu. Kwa kifupi, mafundo haya, ili fundo la kwanza ni timu ya kwanza takawekea utabiri wake na ushindi wake. Fundo la pili hili hapa. Fundo la tatu. La nne ni fundo la Simba, ambalo Simba ina mechi Jumapili inacheza na Tanzania Prison. Fundo hilo nimelitenga peke yake. Simba inacheza na Tanzania Prison. Ili hapa. Mbona nimevyoyatenganisha? Haya yako matatu zinacheza leo hizi. Kuna Tabora hapa na timu nyingine. Haya ni mafundo ya timu zinazoshinda. Kwa hiyo nikisema inashinda ngapi na ni ngapi. Hii imejitenga moja. Simba. Sitaki kubadilishiwa, maana nimefunga. Ndo maana ya fundo kwenye mchikichi. Abaha baramenya, abaha bene baramenya kwenye mchikichi. Abaha baramenya itulitekeye. Waha nikiwaambia itulitekera ulitekulula ulitekeye, waha wanaelewa kwamba itu litekulula ulitekeye, yani mtu aliyefunga mzigo ndiye anayeweza kuufungua. Mtu aliyefunga mzigo ndiye anayeweza kuufungua. Nataka niwaoneshe kwamba sio kwamba anashindwa kushikilia kama ninavyokuwa nimezungumzia. Na nikiwaambia timu fulani inachukua kombe, naweza nikafanya juu chini kwa jinsi ninavyojua mwenye juhudi zangu zote, alafu muweza zaidi ni Mwenyezi Mungu, sio mimi. Ndio maana nimewaonea hizi fundo 1, 2, 3. Kwa maana nikisema timu fulani inashinda, hakuna kuweza kubadilisha. Kwa hiyo hapo tunaondoka, tunaondoka. Nyumba imejitenga peke yake. Unaona
Sasa hamna mtu ambaye anaweza kaja huku akafungua hapa nilipofunga mimi. Kuku tu wanakula majani na watu wachache. Sasa tunaelekea sasa kwenye kuwatamkia timu zitakazoshinda leo. Ndio maana nimewaonesha kwanza ile kwamba nimefunga, nina uhakika nitakachokizungumza leo hakitaweza kubadilika. Nilikuwa nimeshasema sitoweka utabiri wa mchezo wa Simba na Yanga, utabiri wa Tabora na nani, utabiri wa Namungo na nani. Kwa kifupi timu za Tanzania nilikuwa nishasema sitoziwekea utabiri. Kuna watu wanasema tapeli huyo, tapeli huyo. Kwani nimekuambia kwamba natabiri ili unipe pesa? Mimi naweka tu hapo kwenye akaunti yangu najifurahisha. Kama labda ningekuwa nasema haya, Yanga nipeni hela niwatabirie, Simba nipeni hela niwatabirie, na kwanza nilikuwa nimeshasema niache tu, lakini kutokana kwamba kuna watu wanasema wewe weka tu. Leo nataka niwathibitishie Tabora na Azam watagonga mpira leo. Mshindi atakayeshinda kwenye mechi ya Tabora na Azam leo tarehe 8 mwezi wa 5 2026, mshindi atakayeshinda leo Mashujaa na Namungo. Kuna watu watasema sasa mechi za leo zinacheza haichezi Simba, wewe umeitaja Simba ya nini? Mbona hujaweka mafundo ya timu nyingi? Mbona umeweka mafundo ya timu moja? Nilisema kwamba Simba wana busara, Simba wana busara, hawana masimango. Hapa nikiisema Yanga itakuwa hivi. Ya Yanga nayo ntaiweka, msiwe na wasiwasi. Ila Jumapili Simba anaenda kushinda kwa kishindo. Tanzania Prison na Simba siku ya Jumapili, Simba anaenda kushinda kwa kishindo. Yaani wewe utake ni hivyo, usitake ni hivyo. Jumapili na fundo lile nimefunga, hamna kufungua, hamna kubadilisha. Yaani utake ni hivyo, usitake ni hivyo. Jumapili itakuwa ni tarehe 10 mwezi wa 5 2026. Jumapili anaenda kushinda Simba kwa kishindo, kumshinda Tanzania Prison. Yanga umeona nguo niliyovaa rangi gani? Si rangi ya njano? Yanga msiwe na wasiwasi, Yanga msiwe na wasiwasi. Yanga mechi itakavyokwenda, wao dakika 30, ndani ya dakika zile 45, dakika 30
hapo nieleweke vizuri. Yaani wewe ukisogeza mbele utapitwa. Ingekuwa X ungeangalia na ungerudia mara kadhaa, lakini kwa kuwa sio X unasogeza mbele, halafu unakuwa hujaelewa. Tuendelee. Watu watasema mara unaenda Yanga, mara unasema Simba, ama unasema Tabora. Tuambie sasa, Tabora, maliza kwanza Tabora, maliza kwanza Namungo, maliza kwanza TRA. TRA anaenda kushinda kwa kishindo. TRA anashinda kwa kishindo. Nikisema kwa kishindo namaanisha ni zaidi ya goli moja. Na ikiwa ni goli moja ina maana hawa wa huku hawatapata. Ndio maana kwa kishindo. Nikisema inashinda kwa kishindo, manake hawa wengine hawatapata goli. Wakipata watapata moja, mwingine 2 hadi 3. Na wanaweza wasipate, lakini wakagongwa 3 hadi 2. Kama utapenda nikwambie itakuwa ngapi kwa ngapi, fundo lile hamna mtu wa kuweza kufungua. Mtu, elewa neno mtu, anayeweza ni Mwenyezi Mungu tu peke yake. Lakini mtu mtu hamna. Kwa mtu haiwezekani. Niwe mkweli. Mtu kama nilivyosema, Simba anashinda tarehe 10, anamgonga Tanzania Prison goli za kutosha, alafu eti mtu abadilishe, nishafunga fundo. Hapo hamna. Tuambiane ukweli. Ndio lazima tuambiane ukweli. Yaani nimeshafunga fundo, nimeshasema Simba anashinda, wewe ukabadilisha. Hakuna hicho kitu, hakipo. Lazima niwe mkweli. TRA anaenda kushinda kwa kishindo, hamna kubadilisha. Nilikuwa sijafunga mafundo yangu yale, sawa? Waha wanaelewa maana ya fundo. Kuna kitu fulani kanaitwa, ukishaka kanyaga tu, hata kama kwako ni pale haufiki, utazubaa tu hapa mpaka uje ushikwe mkono uguswe. Yaani ukishikwa tu ndio unashtuka, kumbe nyumba ndio hii nilikuwa naipita. Wengine wanasema ubadilishe viatu cha huku. Kuna tumajani na kuna kamdudu. Sasa wewe jiulize, ukanyage jani tu afu njia usahau, unabisha. Watu wa Kigoma wanaelewa, Tabora wanaelewa, watu wengi wa mikoani wanaelewa. Kwa hiyo kama nilivyosema, fundo unaweza ukalizalau. Mafundo haya, Simba lazima ashinde kumshinda nani? Tanzania Prison. Fundo hili hamna kuja kufungua, niko peke yangu. Kambi hiyo, kambini. Unajua kambini, ukisikia nipo kambini ni mbali sana, ni mbali. Hata mke wangu hawezi kufika, si mtoto hawezi kufika, si nani hawezi kufika. Ila bado sijaoa, natarajia kuoa nafikiri miaka 5 mbele. Miaka 5 mbele nitatafuta mke na mimi nioe. Ila kwa sasa bado mdogo sana. Kwa hiyo sasa
fundo lile Simba anashinda. Tunakuja kwa Yanga naye fundo lake sijafunga. Maana Yanga ni ndugu zangu, umeona, na wana nafasi kubwa sana ya kusonga mbele. Wana nafasi ya kusonga mbele, ila wao sijajua wanacheza lini, ila tu atakayechukua kombe na mtaja. Atakayechukua kombe na mtaja. Sio nikitaja ni Yanga, watu wa Simba mwe wakali, hapana. Nikisema anayechukua kombe ni Yanga, watu wa Simba sio wakali. Nikisema anayechukua kombe ni Simba, watu wa Yanga msio wakali. Anayechukua kombe ni Azam, watu wa Simba msio wakali, watu wa Yanga msio wakali. Ila nikisema Tabora ndaonekana mweu, maana wale hawamo. Niliwaambia wataondoka, watabaki watu watatu mpaka wawili. Na imani mechi zilizobaki kwa Simba, mechi zimezobaki kwa Simba, nasema hivi, zimebaki mechi 9. Mechi zimezobaki kwa Simba, ngoja tuachane na hapo. Tabora leo kumbuka leo ni tarehe 8. Usiwe na shaka juu ya kinachokitamka sasa hivi. Mabadiliko hakuna. Anaenda kushinda Tabora leo. Kwa hiyo leo Azam wanaenda tu kujiburudisha, kutimiza dakika 90. Yaani mili wao wanaenda kufumua jasho uwanjani, wapate jasho kidogo. Yaani wanaenda kama mazoezini. Leo Azam wanaenda mazoezini. Wanaruka jasho dakika 45, wanaruka jasho dakika 45 zingine. Kwanza wataruka dakika 45. Hapa nitasema watafungwa kipindi cha ngapi na cha ngapi na goli ngapi. Ile wataruka dakika 45 wapate wakapumzike dakika za kupumzika. Nyewe ndio mnajua ni ngapi, mimi sizijui. Sije nikawa muongo bwana. Dakika wakishapumzika zile dakika, wanarudi tena kuja kukamilisha ili ubao pale uandikwe. Basi mashabiki wa Azam, nendeni uwanjani kwa wingi. Mashabiki wa Azam, nendeni uwanjani kwa wingi. Ila mkaangalia wanavyoruka na kuruka na kupewa kadi nini. Hivyo wanaruka dakika 45 ngenge, dakika ngenge, zinaongea dakika 5 tu hapo. Mpira umeisha. Dakika 5 ndo zitakazoongezwa 5. Usitegemee kwamba kuna nyongeza dakika za si 7, si 6, si 4, si 3. Dakika 5. Ndio maana nasema mtu akisogeza hawezi kuelewa. Kwa Tabora anaenda kushinda leo kwa kishindo.
Yaani ukimshinda mtu, ukimzidi moja ni kishindo, mbili ni kishindo, tatu ni kishindo. Kikubwa tu sio sale. Alafu unamshinda mtu bado una nguvu, yeye ametepeta. Ila ile ukimshinda mtu bado anataka kurudisha, hapo sio kwa kishindo. Maana ulikuwa yani umesha, yani kama ungeongezwa kidogo tu ulikuwa umeisha. Kama ile mechi ya Simba na Azam ile ya sare ile, wangeongeza kidogo tu, Simba walikuwa wanaisha pale. Ile mechi ya tarehe 3 kama wangeongeza kidogo dakika, Simba walikuwa wanaisha. Maana walianza vizuri wakamaliza vibaya. Wamemkamata mtu goli 2 dakika chache tu kakaka. Baadaye wakaanza kupelekeshwa wao. Pale wangeongeza kidogo walikuwa wanaisha. Wakubali ni hivyo, wakatae ni hivyo. Simba mngeongezwa kidogo dakika, mlikuwa mmeisha. Fundo la kwanza tumeshalimaliza hili. Simba anashinda, Tabora anashinda. Tunaenda kuchapa sasa. Tunaenda kuchapa. Yaani hapa nimesogeza hivi. Nataka niwaoneshe mtu anavyochapwa. Mashujaa na Namungo. Mashujaa na Namungo. Wale watu wale wa kutaka kuvuna mpunga, zingatieni kwamba Tabora anashinda. Watu watasema ana sura mbaya huyo. Kwa kweli sikatai na sura mbaya. Mimi siwezi kukataa. Sasa Namungo na Mashujaa, kinachoenda kutokea sasa, sura yangu wewe usizingatie, wewe zingatia anachokitamka. Ukizingatia sura, Dr. Lemi alikuwaga na sura mbaya kweli kweli. Alivyokuwa wa pili alikasirika, alitamani wewe wa kwanza, kwa sababu kwenye mashindano alikuwa wa pili, lakini alioa mzungu bana. Afu mimi nikicheka utafikiri niko nalia. Yaani nikicheka kama vile nalia. Ila siku nikipata hela tutashangaa tayari. Yaani hii sura inaondoka. Diamond alikuwa na mdomo mkubwa. Sasa hivi wanamuita nani? Wewe chezea pesa. Kwanza nikishapata hela najitengeneza, nakaa vizuri, sivai hiki, nakaa vizuri, naongea kwa utulivu, unakuta Samu ule sio Samu hela. Ndio maana nasema bado mimi muda kuoa mpaka nipate hela. Sasa hivi nitapata kunionea huruma tu. Huruma yake ikiisha anaondoka. Yaani sasa hivi nikisema kwamba eti naoa nitapata wa kunionea huruma. Kwa huruma yake ikiisha anaondoka. Na mtu ukuonea huruma wewe, maana akikuonea huruma inabidi uwe mnyonge. Ukimuuzi kidogo usinasababisha huruma iondoke. Kwa hiyo naye anaondoka. Sasa sitaki. Nitafute hela nipate mtu atakayekuja kupenda hela. Namungo na Mashujaa. Mashujaa anaenda kugongwa. Mashujaa anaenda kugongwa. Sijui mtakuwa mmenielewa hapo. Mashujaa anaenda kugongwa. Kwa maana atakayeshinda ni Namungo. Goli ngapi? Usibanduke hapo. Tabora anashinda,
goli ngapi? Usibanduke hapo. Namungo anashinda, goli ngapi? Usibanduke hapo. Ukisogeza mbele utakuwa umejichanganya mwenyewe. Kama nilivyowaambia, TRA anashinda, goli ngapi? Usibanduke hapo. Wala usibanduke. Kuwa mvumilivu, kuwa mvumilivu, kuwa mvumilivu, kuwa mvumilivu, kuwa mvumilivu, kama vile mwanamke anavyomvumilia mwanaume maskini. Ukijiona wewe ni maskini, hauna hela, usitegemee kwamba anaishi na wewe kwamba anakupenda, anakuvumilia. Hicho uelewe. Sijisifie unamtambia. Mimi mwenyewe hapa nilipo najua kabisa kwamba nitafute hela kwanza, afu hela zangu ni ndogo, hazitoshi. Natakiwa niwe angeona magari mawili na nyumba kubwa na biashara kubwa. Sio una gari moja, una nyumba moja, nyumba yenyewe inaishi kutoka kwenye gari, una nyumba iliko mpaka unakwenda kufanyia biashara masaa 4. Sasa wewe unalinda nyumba tu kule. Haya, TRA atashinda, nawapa goli zake, au nianze Tabora au nianze Namungo? Magoli yake nianze nani? Eti nianze magoli ya nani na ni kipindi cha ngapi? Haya, kipindi cha kwanza mpira utaondoka. Kipindi cha kwanza kwenye upande wa Tabora, hapo ndo nasema. Na nimeshasema nimefunga mafundo pale. Hapa niko na nyie, natakiwa niende kushuti, lakini nimeona niweke hii ili nikianza kushuti tu basi hii iwe imeisha. Yaani hii, yani deni liwe limeisha. Ndio maana maliza deni ili chap tuondoke. Haya, natamka kipindi kwa hali ya msisitizo, ndio maana nimesogeza jicho. Tabora atashinda goli. Nani ameona? Umeona ngapi hapa? Umeona goli ngapi? Hizi ni ngapi? Hizi ni ngapi? Hizi ni goli ngapi hizi? Usiwe mkali. Aenda kutwanga goli 2 kusonga mbele. Wakizubazuba watakula hadi zaidi ya 2. Lakini lengo ni hizi. Wakizubazuba wanagongwa zaidi ya hizo. Lakini wanagongwa hizi. Hizi wakizubazuba tu mtakuja hapa kuniambia. Namungo. Kabla nataka niseme Namungo chapchapu, afu niwaambie Yanga. Nimeshapewa taarifa hapa Yanga. Namungo anaenda kugonga bao
Namungo anaenda kumshinda na yeye. Hapa ni wale wenzangu wale wazee wa nini wale, harakati zetu zile, sawa, harakati zetu zile. Nikisema hivyo inaeleweka, nikisema harakati zetu zile wenyewe tunaelewa, harakati zetu zile ndo nawekea magoli, harakati zetu zile naweka nini magoli. Kuna mwingine ataishia nilivyosema tu, Tabora anashinda anaondoka, Namungo anashinda anaondoka, akiwa Tarehe anafunga anashinda anaondoka, Simba anashinda anaondoka. Hataki kusikiliza hata magoli ni mangapi, ila wengi huwa hawapendi hata magoli ni mangapi. Wengi huwa hawataki, wanaona kama vile magoli ya nini. Wengi hawana haja ya kutaka magoli ni mangapi. Sasa labda tu niwaambie atakayechukua kombe, maana magoli wengi waga hawataki, au niwaambie magoli, au niwaambie vitu vyote. Najaribu kubalansi upendo, kwa sababu nisema goli wengine wanaona kama hivi, nisiposema wengine wanaona hivi, na wengi huaga hawapendi, hawana haja ya kutaka magoli ni mangapi. Kwa sababu tunawekea yule atakayechukua kombe. Nimtaje jamani, ila mtambue nikimtaja comment za matusi zitakuwa nyingi hapo, comment za matusi zitakuwa nyingi. Naona tu watu wazingatie swala hili. Tabora anashinda, Namungo anashinda, TRA anashinda. Tarehe 9, tarehe 10 Simba anashinda. Kama Yanga mtapenda niwaambie, na nyinyi nitawaambia. Kama na nyinyi Yanga mnapenda niwaambie, nitawaambia. Maana Yanga hawataki, yaani Yanga ukisema tu anakasirika. Haya.